Ngoja kwanza nibanze hapa nimpigie simu mzee Kiza. Kwa sababu nisije nikaenda huko alafu nikapotea. Inabidi nimpigie simu kwanza ili mwenyewe ndo anipe direction nzuri. Hapa sasa jambo langu linakwenda kutimia. Inaita. Hapa sasa matatizo yangu yote yameisha. Morris. Ulinizika kama mbwa bila kusema ukweli. Hiyo siri yako itakuua. Hiyo siri yako itakuua Morris. Kwani Uchuse amenipa namba ya nani? Uchuse amenipa namba ya mzee Kiza au amenipa namba ya Nonje? Kwa sababu haiwezekani amenipa namba alafu napiga namba napokea Nonje. Alafu kwa nini hata nilipokuwa pale naongea na Chuse Nonje alinipigia? Kwani simu ya Nonje sinayo mimi? Au Nonje hajakufa itakuwa ananiigizia Nonje? Kwa sababu haiwezekani. Hili swala linawezekana vipi? Huku ninapokwenda huku sio kuzuri. Vipi Morris? Safi mwanangu, niambie. Karibu. Shukrani. Unajua tangu ndo asubuhi nimepeleka mzigo huko. Ndio shoka shembe. Nikamwambia hata mcheke hapo na kuja kunikumbusha sana. Nilipoenda kwa mzee Kiza. Yaani mwanangu wewe kilichotokea wewe asikwambie. Kimetokea nini tena? Wewe ulinielekeza ukaniambia kwamba niende mpaka pale kwenye njia ya panda pale. Kufika pale nikaanza kupiga na nado huko. Nikaona nisichanganye mafaili. Sije nikajitia mjuaji alafu nikapotea. Kwa nikaona ngoja kwanza nipigie simu mzee Kiza. Mzee yeye mwenyewe atanipa direction kwamba nitafikaje bwana. Baba, nimepiga kwanza. Na mbona unapiga haipatikani? Kila nikipiga namba ambayo unapiga haipatikani. Kwa mimi nikaona sio swala nisiforce. Niliahidiana na ndugu yangu baadaye atakaporudi mishemishe nitamtembelea nyumbani. Kwa mimi ninachokuomba kitu kimoja. Kama kesho ratiba zako zitakuwa flexible kidogo, inabidi nije hapa alafu tuende. Ndio kwa mzee. Kwa sababu nikienda na wewe naamini na yule mzee si anakufahamu vizuri. Alafu ngoja. Na jamani nisimamisha wakati natoka kwa jamaa kupeleka zile matiza. Jamaa gani? Jamaa mmoja hivi na Madonna anatimba maskani. Nikoje? Mrefu hivi mweusi. Anasema mbona anakujua afu anasema mwanao anakujua kama mwanao. Shampata. Yaani ni mwembamba mrefu. Ni mrefu afu kama ana mwili fulani mrefu kabisa. Na mwili fulani. Amekwambiaje? Amenisimamisha kati pale. Kana niulizia habari gani huyu? Habari za kwako. Vipi Morris mwana? Nikamwambia Morris ila yaani sikutana naye kwa muda huu. Asubuhi nilikutana naye. Ngoja sasa nilivyomwelekea. Kanioji pale. Tukaongea tu tukaa sana na nini mimi nikaondoka nikajua ni rafiki yako. Sasa kama rafiki yako mbona sasa mimi rafiki yako karibu hujanitambulisha kama rafiki mwingine. Maana yule rafiki yako mimi na mwana mgeni mmoja. Unajua ni jambo fulani hivi ambalo kidogo linanipa taharuki kwa sababu nahisi nimemwona kama si zaidi ya mara mbili.
Siku ya kwanza sikumbuki nilimwona wapi. Lakini mara ya pili nakumbuka hizi siku mbili hizi. Kama sio jana juzi. Alinikuta kuna sehemu fulani hivi nimekaa kwenye kigogo hivi nimepumzika. Akanifuata pale akaniambia kwamba ndugu yangu mimi nimekuja Dar es Salaam, ni mgeni. Nimetoka kwetu Bunda huko. Nilikuwa nimepatwa na matatizo, lakini tukapiga story 2-3 hivi. Lakini ni mtu fulani ambaye mimi naona kama ananichanganya. Umeona? Sio kama ananichanganya kwamba nini. Sasa hivi unajua mimi nina mambo yangu mengi sana kama jinsi ambavyo wewe mwenyewe unaelewa. Inabidi kwanza ufanye mambo yako kwanza. Tuachane na story za huyo mtu. Tuachane na hayo. Hivi leo tulikutana pale asubuhi. Unaona Noje kakupigia simu, kwani Noje kapatikana? Niambie Morris, bwana kapatikana shemeji. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yaani mimi nahisi kama hebu tufanye ile jambo ambalo kwamba tumepanga hivi kesho asubuhi tukutane. Sasa kesho inabidi tukutane. Mimi sasa hivi nikuombe kesho asubuhi nitakuja hapo mapema. Sawa kaka? Wewe rekebisha ratiba zako vizuri kabisa. Alafu nitakuja. Sawa kaka? Kaka, kesho mapema. Haya kaka. Sasa mbona nimwambia habari za Noje tu kaamka anaondoka. Jamaa huyu. Kuna kesho tukaona na kwa. Kuna kesho tukaona. Ndo subiri nifuatilie nijue ukweli. Lolo, samani. Ni nani unaniita jina langu wakati mimi sikujua? Wala mimi nakujua. Mimi naishi maeneo haya hapa mtaa huu hapa. Makubwa, sikujui. Yaani yeye tu hapo. Nijui kweli no? Mimi sikujui. Okay, niambie. Shida yangu kubwa mimi nilikuwa nataka nijue kweli. Kwa mazingira tunaishi tulikuwa majirani hapa tunaishi na dada yako vizuri nini. Kwa hiyo sio vibaya kujua jirani yako yuko wapi na. Wewe kama nani ujue kuhusu dadangu? Kama jirani. Kwani mtu jirani yake kumjua ni vibaya? Sawa. Nakwambia. Dadangu ilikuwa hivi. Kwa nini? Kuna muda fulani niliongea na dada. Akawa ameniambia atatoka nyumbani. Je, nimemkuta hapa? Kuna muda fulani alipita hapa dada yako. Hakukaa sana lakini aliondoka. Dada naye anaboa, anazungua unajua. Sijaribu kumpigia, labda atakuwa bado karibu. Unampigia? Ndio. Inaita? Hapokei? Hapokei. Hapokei. Unajua Shem, tangia jana nimekuja hapa. Jana usiku dada akaonekana nyumbani mpaka leo. Yaani nimemtafuta kila kona sijamuona. Yaani nimechanganyikiwa na simu yake haipatikani. Yaani nimehangaika wewe. Kwa hiyo mimi nimekuja nikwambie tu kwamba kuhusu hili swala la dada yako mimi nitaendelea kulifuatilia, lakini wewe inabidi uendelee kwenda chuo shemeji. Umeelewa? Kwanza kwa dadangu kwamba amesafiri. Hilo jambo kwanza serious. Mbona hivyo? Lolo unanichanganya sana yani. Vipi? Mimi natisha. Mimi shina.
Hivi unaonaje tusiende kuripoti polisi yani? Yaani polisi tukaambia kwamba kuna mtu amepotea. Ile sikia kata pesa tukampata kwa haraka. Sikia nikwambie kitu kimoja. Huko unapowaza wewe unajua ni mbali sana. Toa taarifa sio kaida yake. Siku ya 4 mpaka siku ya 5 mpaka siku ya 6. Naenda tena kwa Shem. Shem namwambia, Shem ananiambiaje? Ameniambia amesafiri. Nimpigie simu zake. Alimuaga kama anasafiri. Yeye anasema inawezekana ikakuwa hana uhakika. Inawezekana nikamwambia sana inawezekana akakwambia amesafiri. Sasa mimi dadangu mimi namjua. Amesafirije bila mimi kuniambia? Yaani na kwa jigani nasafiri siku zote hizo. Simu isipatikana ananiambia mtandao unasumbua. Mtandao unasumbua siku zote hizo. Anakujibu Morris. No. Nikakaa siku ya 6 7 mpaka leo ya 8. Na hivyo ndio ilivyokuwa. Na hata shemeji mwenyewe hataki mtu yote nimwambie. Nikimwambia kuhusu mambo ya kwenda kituoni, kwenda kuripoti ili jambo, hataki kabisa hata kusikia. Ni hata hapo kwenye ipo kwambia wewe. Inakuwa ni issue. Usijali, mimi ni afisa wa jeshi la polisi. Kumbe nimesimama na askari. Usiogope. Naweza kupa namba yangu ya simu? Hata sijali baba, hii hapa. Kwa chochote utakachokisikia, kwa chochote utakachokiona, naomba usisite kuniambia. Sawa? Sawa. Sawa. Kwa hapa ni save nani? Save afande Malamu. Sawa. Haya, bye. Kazi ninayo. Odi. Nani? Lolo. Lolo. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante hapa. Salama. Haya, karibu shemeji. Asante. Vipi kwema? Kama kiso sana. Za hapa. Hapa salama kama unavyoona na umesema sio kwema. Kuna tatizo lolote labda? Afu bwana nilipokukuta kwa maana hiyo iliyopita mpaka wiki yenyewe sija kuona. Ni bwana nilipokuona hapa kidogo na Si unajua tena maisha jinsi yalivyo shemeji, kwa sababu kuna muda inabidi tutoke tukajitafutie maisha yaende. Mwenyewe nadhani unajua kwamba inabidi tupushi kufanya kazi na tupate mahitaji yetu. Ni vizuri. Shem. Juzi kati hapo. Takutana dana. Achaanza kunichamba. Kupe dano nje alikopa tu vikoba huko siku ya 4 hajarejesha hela. Achaanza kunichamba yani mpaka nyumbani sasa hivi napaona pachungu na paogopa. Kwa maana yule dada yule. Mimi hivi vitu vinanichanganya kabisa. Kwanza unajua nilikuwa nakutafuta Lolo. Hivi unakumbuka mara ya mwisho mimi na wewe kukutana nilikwambia nini? Kwa sababu hivi vitu vyote ambavyo unaniambia na vishangaa kana kwamba last time mimi kukutana na wewe ukumbuki nilikwambia nini? Kwa sababu mimi nilikwambia kwamba usije ukawaambia watu masuala yote ambayo yanaendelea kati ya dada yako, kwa sababu mimi nilipokutana na wewe nilikwambia kwamba taarifa zote za kuhusu dada yako mimi ndo ambaye nitakuletea, si ndio? Sasa unanishangaza unapokuwa unasema mara umekutana na kina Ana, mara kuna kitu gani kinaendelea, afu kilichonishangaza zaidi kumwambia mpaka shangazi kwamba bwana dada yangu amepotea. Lolo, which is which? Yaani Shem,
Imagine. Beba msalaba wangu mimi. Wewe ndugu yako haonekani. Wewe unaweza kwenda huko shule si kusoma utafaulu kweli? Maana mawazungu wote hapo kwa dadangu. Siwezi kukaa chuo nikakaa nikajilax kabisa nikakaa neti nasoma kabisa kweli? Hapana kwa kweli mimi siwezi. Afu isitoshe kule chuo kwenyewe inadaiwa ada. Yaani mawazo ni yani vitu vile vinaingiliana. Nikichwenda kwa nawaza huko nawaza huko. Ulishindwa kwenda chuo alafu ukafukuzwa ada. Alafu kaja kwangu ukaniambia kwamba shemegi mimi nimefukuzwa ada. Hivi unadhani kwamba mimi nakosa hela ada kukulipia wewe leo? Shida sio ada. Shida dadangu. Mimi dadangu haonekani. Kwa mawazungu wote wapo kwa dadangu. Na haya mambo wanaolibika kila siku ile. Ndio kabisa inanichanganya akili. Yaani hata uko chuo kwenyewe nikienda sitofanya chochote kicha maana. Bora tu nikae nimsubirie dadangu kama akionekana niwe naye hivi niondoke nyumbani kwa amani. Tena kufanya cha maana. Kuliko naenda huko chuo tena nitafeli. Dadangu akirudi mwenyewe ataanza kulalamika vile vile. Sijui ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe hauniamini. Yaani unani confuse lolo. Unani nahisi kama simu yangu inaita. Subiri nakuja sasa hivi. Niingie ndani achukue simu nakuja. Sawa. 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 Tumedana nje hivi. Sasa mtu anaweza kuondoka kati ya vitu vyake kweli? Ila ushemu huyu. Shemu kuna kitu anawezekana sana kificha. Sijaenda kwa yule baba yule. Niambie hivi. Shemegi. Lolo ameenda. Mbona kama naona mauzauzi yanaendelea? Huyo alokuja hapa si Lolo au sio Lolo alokuja hapa? Hivi vitu vinanichanganya. Hebu mbona. Shoga yangu nipe kwanza vizuri nimejeshwa. Wewe noje na hiyo mikopo yenu huko. Noje kachukua hela za kwenye vikoba. Kaondoka nazo. Yaani ninavyokuambia hivi mpaka sasa hivi hatujampata. Kwa nini nyinyi mmechukua uamuzi gani kwanza? Uamuzi gani? Wapi wakati sisi tulikutana na mume wake tulikuwa kila tukienda tukutana wamefungwa. Tukaenda kwa mume wake moja kwa moja tukamwambia pale tukamwona kama vile haelewi tukamchamba. Wanakula hela za vikoba afu wananenepa. Mbona hisi ni mchezo? Kutoa hela za watu afu baadaye mtu vipi tena? Shoga yangu yule pale kata mikono, anavaa kata mikono yule. Yule kwani ana akili vizuri au? Yule ana akili zake vizuri. Sema amevurugwa na mkopo yule ndio mume wanonje. Basi siku hiyo ninaenda kwa mzee Chagile vile. Si nishakwambia naelekea kwa mzee Chagile siku. Bwana nikakutana nikawa namuuliza nielekeze vizuri. Mama alitoa mbio. Huyo kavurugwa na madeni. Na hapa ninavyokuambia, nitamtafuta Danoje mpaka nimpate haiwezekani mimi. Kwa hiyo matatizo tu hapa na pale lakini kila kitu kitakaa sawa na mimi tunakwenda. Mungu atasaidia kila kitu kitakaa sawa. Na mimi sitaki mimi yani wewe yani pagawe kama hivyo, ndio maana kiasi na kusema. Vipi tena? Vipi wewe Morris? Wewe. Unafanya nini?
subiri wewe. Sitakuruhusu uende kokote. Morris. Kamwe sitakuacha salama. Mpaka utakaposema siri kwa kila mtu aifahamu. Ili alitaisha Morris. Morris, bado niko na wewe. Mpaka siri yako iwe wazi. Nakwambia mikopo haina ujuzi, haina ufundi. Yaani siku ya siku tutaenda kubeba vitu vya ndani vyote. Yaani Sajia ana vitu vya samani. Na sikula nako hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Tuondoke. Yaani hapa kama amevurugwa hela lazima atazitoa hela za watu. Morris, nilishakuahidi sitakuacha salama mpaka siri hii utakapoisema kwa kila mmoja aijue. La sivyo, ama zako ama zangu, sitakuacha salama Morris. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Namida si ndio hii mwanangu sana. Namida ndio hii sana. Napiga mchongo mwanangu acha toka kibosi. Wewe sio poa yani sio poa. Unajua sio poa? Yaani sio poa. Wewe hapa kimazingira hapa tusiweke. 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 Namida ndio hii mwanangu, wewe mwanangu sana mwanangu tunapiga mchongo mwanangu. So tunakwenda kule mwanangu Rugata, afu mchongo unakuja kuwa mchongoma, dili inakuja kuadilisha. Na hapo mwanangu si ujue. Wewe mtu mzima mimi mtu mzee au sio? Nimepigwa simu na mzee toka mapema tu kwamba saa 8 imeshale hapa tuze tumwayo. Mabuti humungua kitamara, sijuti kuitwa yote wazi. Mabuti humungua kitamara, oh yeah. Mabuti humungua kitamara, sijuti nikijua ni yote wazi. Mabuti humungua kitamara, aye siri ona wanajua siri yangu.